Habari za usiku mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Salma Shabani. Utakuwa nami katika habari za kitaifa pamoja na kimataifa, lakini vile vile habari za biashara na uchumi. Na katika michezo utakuwa naye Esther Mtebe. Karibu. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 30, mwanaume mkazi wa kata ya Patimbo wilaya ya Kiteto, amefikishwa mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Kiteto kwa tuhuma za kumchoma na kitu chenye ncha kali eneo la tumbo mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa na kusababisha utumbo wa mwanamke huyo kutoka nje, hali ambayo imemfanya kukimbizwa na kulazwa kwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kiteto, ambapo kesi inayomkabili mtuhumiwa huyo ni ya jaribio la mauaji. Elia Kimani kutoka mkoani Manyara ana taarifa kamili. Mtuhumiwa huyo anadaiwa kutenda kosa hilo Disemba 11, 2025 kinyume cha sheria kifungu cha 211B sura ya 16 ya mwaka 2023. Hata hivyo, baada ya mahakama kumsomea mashtaka, mtuhumiwa huyo hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama ya wilaya ya Kiteto haina mamlaka kusikiliza kesi hiyo ambayo upelelezi wake unadaiwa kuwa au kukamilika. Shtaka la pili la mtuhumiwa huyo ni la kujeruhi kinyume cha sheria kifungu cha 225 cha kanuni ya adhabu ya sura ya 16 ya mwaka 2024. Kesi hiyo itatajwa tena mahakamani hapo. Katika hatua nyingine, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wilaya ya Kiteto imemfikisha mahakamani mwenyekiti wa kijiji cha Kimana, Sekemi Sakana, kwa makosa ya kuomba na kupokea rushwa kiasi cha shilingi 100,000 kinyume cha sheria namba 15 sehemu ya kwanza A cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kifungu 329 ya mwaka 2023. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, mahakama ya wilaya ya Kiteto Abdulrahman Jamal amesema kuwa mtuhumiwa alitenda kosa hilo mwezi Agosti 2025 kwa kuomba na kupokea kiasi cha shilingi 100,000 kutoka kwa Muhtar Mohamed ambaye alikuwa akituhumiwa kwa kosa la kufanya kilimo katika eneo ambalo si la kilimo ili kumtoa mtuhumiwa huyo aliyekuwa ameshikiliwa na polisi. Kesi hiyo imetajwa tena hii leo. Kutoka wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante sana Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Wananchi wa baadhi ya kata katika wilaya ya Rumeru mkoani Arusha wanaendelea kukabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama, hali ambayo inawaathiri katika matumizi ya kila siku. Tupate taarifa kamili. Na matatizo ya maji kama mnavyoona jamani, tumetoka asubuhi kwa ajili ya kufuata maji. Ni hali inayowagusa wananchi wengi, na baadhi ya wakazi wa wilaya ya Rumeru hulazimika kutumia muda mwingi kutafuta maji kwa matumizi ya nyumbani na shughuli nyingine za kijamii. Wananchi wanasema changamoto hiyo inatokana na udhaifu wa baadhi ya miundombinu ya maji pamoja na miradi ambayo bado ipo katika hatua za utekelezaji. Maji ambayo tuko nazo ni kutoka hata kule mlimani ni kidogo sana, tunateseka sana. Na sasa hivi ni wakati ya ukame. Utusaidie kuboresha miundombinu na upatikanaji wa maji, maana tunateseka. Serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maji wilayani humo ili kuboresha hali hiyo, ambapo mbunge wa Rumeru Magharibi Dr. Johannes Lukumai amesema jitihada zinaendelea kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Na ifahamike tu katika jimbo letu la Rumeru Magharibi, moja kati ya matatizo makubwa ni maji. Pamoja na kwamba serikali imewekeza fedha nyingi sana katika halmashauri hii. Zaidi ya bilioni 16.7 zimewekezwa kwenye maji. Lakini bado miundombinu si rafiki. Bado maji hayapatikani. Kwa nitumia nafasi hii kuomba serikali iangalie uwezekano wa kuweza kumalizia hizo hela kwa mkandarasi ili hawa wananchi wanaoteseka na maji waweze kupata maji. Serikali ilituwezesha na mradi ukatekelezwa. Sasa hivi huko 85%, bado 15% tukamilishe wananchi waweze kupata maji kila siku. Kama alivyosema mheshimiwa mbunge, hadi kufikia tarehe 30 mwezi wa 3 2026 mradi utakuwa umekamilika 100%. Wananchi wa Rumeru wanasema wana matumaini kuwa kupitia juhudi zinazoendelea, changamoto ya maji itaendelea kupungua
na huduma ya maji safi na salama itapatikana kwa uhakika zaidi. Jamila Omar, Channel 10, Arumeru, Arusha. Asante sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Ali Shirukile ametembelea maeneo yanayolalamikiwa kukithiri kwa uchafu katika manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa na kuagiza watendaji wa kata na mitaa kushirikiana na wajasiriamali katika masoko ili kuweka utaratibu wa kuondoa taka kwa wakati. Wilbrod Sumia ana taarifa kamili. Baada ya Channel 10 kuibua malalamiko ya wajasiriamali katika soko la matunda la Sabasaba mjini Sumbawanga, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga ameagiza utoaji taka kufanyika mara moja. Nimeelekeza leo, jana mmeona amezolewa, juzi Ijumaa, Jumamosi, Jumapili zimezolewa taka za kutosha huko. Kwa sababu lile gari lilikuwa limeharibika. Sasa ikabidi tulete mafuso. Nini yanaitwa matipa ya kabeba. Lakini haya leo ameshabeba hayo maguba mawili. Tumemwelekeza wakamilishe yote haya anayaondoa. Aidha, mkuu wa wilaya amekutana na kuzungumza na wajasiriamali wa soko la Sabasaba na kuwaelekeza wakae pamoja kujadili mbinu za kuhakikisha taka hazikai sokoni hapo. Baadhi yao wamekuwa na maoni tofauti. Hivyo mimi nilikuwa naona kwamba tukiweka utaratibu wa zamu, hizi takataka hazitakuwepo, kwa sababu muozo wa maembe yanayooza hayatakuwepo kwa sababu nauza kwa wakati. Ndio maana tukisema kwamba tupange zamu itakuwa ni nzuri zaidi. Na zamu tunapangeje? Ni pale tutakapokuwa na mamlaka ya ofisi kuu. Mimi nilikuwa nakiona hapa cha msingi ni kuwekana sawa, labda kwenye uchafu tu. Mtu akimaliza gari, uchafu wako unatakiwa uende wapi? Kwa sababu maguba kweli yanajaa. Kipindi cha maembe ni vurugu. Tuwekeane labda kwa mtu, yani hiyo endelevu sasa. Akimaliza embe, tunaomba labda ofisi mtuelewe kwamba gari lake huyo mtu iende sehemu husika la uchafu. Tukae sisi wenyewe wafanyabiashara wa hapa, wajasiriamali wa hapa, tukubaliane. Sisi huku serikalini tutafanya nini? Tutawasaidia kusimamia kuhakikisha hicho mlichokubaliana, kwa sababu mnaleta muhtasari na watu wamesaini. Kwa hiyo tukikuta mmoja amekiuka, huyo sisi ndio tunamuonyesha kwamba sheria inafanyaje kazi, wewe umekiuka makubaliano yenu nyinyi wenyewe. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, hii ni Channel 10. Asante sana Wilbrod Sumia kwa taarifa hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema takribani wakimbizi wapatao 90,000 wamekimbia na kukimbilia nchini Burundi kufuatia kuongezeka kwa ghasia za hivi majuzi katika eneo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliokimbia makazi yao wanakabiliwa na hali mbaya katika kambi zilizofurika, watu wakiwa na chakula na maji kidogo. Shirika la misaada la Madaktari Wasio na Mipaka lina wasiwasi ya kwamba msongamano huo unaweza kusababisha hali mbaya ya kiafya na kibinadamu. MSF imekuwa ikiwahudumia wastani wa watu 200 kila siku tangu wakimbizi waanze kuwasili Burundi katika wiki 2 zilizopita. Nusu ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao ni watoto walio na umri chini ya miaka 18 pamoja na wanawake, baadhi yao wakiwa ni wajawazito ambao wanaripoti kuwa hawakula kwa siku kadhaa. Mashambulizi hayo yameongeza mafanikio ya eneo la wanamgambo wa M23 baada ya kundi hilo kuteka miji mikubwa ikiwa ni pamoja na Goma pamoja na Bukavu. Naam, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyasanho amewataka wananchi wilayani Serengeti mkoani Mara kuendelea kushirikiana kudumisha amani na umoja, kwani ndio nguzo muhimu ya kuwafikia maendeleo endelevu kwa taifa. Musa Makali anaarifu kutoka mkoani Mara. Ni mapokezi ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyasanho hapa wilayani Serengeti mkoani Mara. Endelee kuombea taifa letu liendelee kudumisha amani, watu waendelee kuchapa kazi. Na hapa wananchi wa Serengeti na wazee wa mila wanamtaka kuhakikisha imani aliyopewa na Daktari Samia Suluhu Hassan anailinda katika kumsaidia majukumu na kuanza pongezi wanazitoa. Kwa nini leo tumepata mwanamke rais wanamgombanisha? Nashukuru sana rais wetu Samia Suluhu kutuchagulia jembe letu, amekuwa waziri wa ulinzi. Tunaomba Nyansoho aamini Mama Samia anachomtuma, asije kumwangusha.
Pamoja na pongezi, akawakumbusha wananchi kuendelea kuilinda amani iliyoko hapa nchini. Mheshimiwa Rais anashukuru jinsi ambavyo Serengeti imeendelea kusimamia amani. Sisi ndo tuwe walinzi wa amani namba moja, ili tuweze sasa kutumia ulinzi wa amani kudai maendeleo yale ambayo serikali imeweza kuahidi. Changamoto za barabara nazo zikagusiwa. Kuomba sana Mheshimiwa Waziri, barabara zetu kuziunganisha kwa kiwango cha lami kutoka Bunda mpaka Serengeti, Serengeti mpaka Nyamongo. Kwa hiyo mvua ikipiga hapa usafiri unakuwa ni ngumu, tunakwama, na ndio maana unakuta tunapata gharama kubwa kwa ajili ya barabara hii. Tungeweza kufanya mabiashara, lakini changamoto ya barabara ndio hii, unaona hata fursa 100% hatupati. Daktari Nyansaho anawatoa hofu wananchi wa Serengeti kwa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inazitambua changamoto za wananchi wa Serengeti, ikiwemo ukosefu wa barabara pamoja na uhitaji wa kiwanja cha ndege. Tunachokiombea ni kwamba tunapokwenda miaka 2-3 mbele, Serengeti yetu lami ziwe zimeingia mjini. Nyie mtaona vitendo. Ndugu zangu, mimi nachowaomba ni kwamba lile swala serikali inaenda nalo kwa kasi. Kutoka hapa unani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante sana kwa taarifa hiyo Musa Makali. Serikali ya Kenya imesema kwamba imewaokoa raia wake 119 waliokuwa wamekwama nchini Myanmar. Tupate taarifa kamili. Katika taarifa iliyochapishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Kigeni, katibu anayesimamia masuala ya raia wanaoishi nje ya nchi amesema kwamba shughuli hiyo ilifanikishwa kwa ushirikiano na mamlaka ya nchi hiyo katika vituo ambavyo vimeripotiwa kuwasajili watu kinyume na sheria. Vituo hivyo viko katika majimbo yaliyopo kwenye jimbo la Karen lililoko kwenye mpaka wa nchi hiyo na Thailand. Aidha, vimeripotiwa kutumika na makundi ya wahalifu kutekeleza ulaghai mitandaoni na kuwasajili watu kwa wakazi ambao mara nyingi sio halali. Mamlaka nchini Myanmar zilitekeleza operesheni ya kuvamia vituo hivyo na kuwakamata baadhi ya wahusika, kurusha mabomu na kuharibu vituo hivyo. Msako huo uliofanywa mwezi Septemba mwaka 2025 ulizua uhasama kati ya serikali na makundi ya waasi yanayopigania udhibiti wa maeneo kadhaa nchini Myanmar. Wakenya 200 ambao walitafuta hifadhi katika kambi za kijeshi za Myawaddy na Shwe Konkonko walikuwa wamekwama, huku wengine 100 wakikimbia usalama wao nchini Thailand. Japo Wakenya 126 walikuwa wameokolewa, ni Wakenya 119 pekee ambao wamerejeshwa nyumbani, huku 7 waliosalia wakitarajiwa kusafirishwa hivi karibuni kabla ya tiketi zao kubadilishwa. Aidha, serikali ya Kenya inasema kwamba kwa jumla kuna Wakenya 198 ambao wanasubiri kurejeshwa nchini, 66 kutoka Thailand na 129 kutoka Myanmar. Wengine 86 wako katika kambi za kijeshi wakipokea hifadhi. Wengi ambao wamejipata katika hali hii wanasemekana kuingia nchini Thailand kwa kutumia visa za utalii bila kufuatilia sheria za kufanya kazi nchini humo. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10 Plus. Sana Witness Ngalawa. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Patrobas Katambi ameagiza taasisi ya uhandisi na usanifu mitambo nchini TEMDO iliyoko jijini Arusha kuongeza uzalishaji wa mitambo yenye tija kwa wananchi, ikiwemo vifaa tiba, vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, madawati pamoja na vitanda vya wanafunzi. Tupate taarifa kamili. Akizungumza wakati wa ziara ya kikazi katika taasisi hiyo, Katambi amesema TEMDO ina nafasi kubwa ya kuchangia maendeleo ya viwanda nchini kupitia ubunifu na uzalishaji wa mitambo inayokidhi mahitaji ya wananchi na taasisi za umma. Nisisitize jitihada ya kutengeneza wheelchairs, vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu. Ni mchango mkubwa na ni sadaka kubwa TEMDO mtaifanya ikiwa tutaweza, kama mlivyoweza kutengeneza vitanda vya kina mama kujifungua, kama mlivyoweza kutengeneza vitanda kwa ajili ya wagonjwa, kama mlivyoweza kutengeneza vitanda kwa ajili ya majokofu kwa ajili ya wenzetu waliotangulia mbele ya haki.
Vivyo hivyo, teknolojia ya vifaa tiba na vifaa saidizi kiwe kipaumbele katika kuhakikisha tunalisaidia taifa. Leo unavyozungumza gongo moja tu la kawaida sana ambalo. Akitembelea karakana ya uzalishaji mitambo mbalimbali inayozalishwa na TEMDO, naibu waziri huyo amezitaka taasisi zote zilizoko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kuhakikisha zitatoa fursa zaidi kwa ajira kwa vijana ili kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira nchini. Wa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweka mipango hiyo kwenye ilani, tumeweka mipango hiyo kwenye dira ya maendeleo. Sera inaeleza itampelekea fursa, ziwe za ajira, ziwe za kazi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TEMDO Profesa Frederick Kahimba amesema katika mwaka wa fedha wa 2024-2025 taasisi hiyo imefanikiwa kuingiza mapato ya zaidi ya shilingi bilioni 2.3 kupitia uzalishaji wa mitambo na kuiuza. Dr. Samia Suluhu Hassan, TEMDO tumejipanga kuhakikisha kwamba ajenda ya Tanzania ya viwanda inaanzia hapa TEMDO. Swala la kupunguza importation ya machineries na baadhi ya bidhaa za viwandani, sisi TEMDO tutoe mchango mkubwa sana kwa serikali. Baadhi ya wajasiriamali na unufaika wa huduma za TEMDO wameeleza kwamba taasisi hiyo imewapa fursa ya ajira. Nimeweza kujifunza ndani ya TEMDO ambavyo vinaweza kuisaidia jamii pamoja na taifa. Kwa mfano, kuna miradi ya serikali inayotengenezwa inayoendelea hapa katika jamii, lakini pia bidhaa zetu zikaweze kutumika mashuleni, ziweze kutumika hospitali. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Asante sana Novatus Makunga. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema serikali inatarajia kuunda chombo maalum kitakachosaidia katika mapambano ya uvuvi haramu kwa njia mbadala na zilizokuwa zikitumika awali, pamoja na kuanzisha mamlaka maalum ya kudhibiti uvuvi huo. Musa Makali ana taarifa kamili. Kauli hii anaitoa hapa katika kijiji cha Suguti wilayani Musoma mkoani Mara wakati akizungumza na wavuvi katika ziara yake, ambapo amesema serikali inaangalia namna ya kubuni mbinu mbadala ya kukabiliana na tatizo la uvuvi haramu. Katika ilani ya chama imeahidiwa kuandaa chombo au kuunda chombo cha usimamizi wa uvuvi. Hicho kitaimarisha zaidi usimamizi wetu na kupanua zaidi ushiriki wa wananchi na vyombo vingine. Na tayari tumeshafika hatua ya kumaliza ngazi ya wizara, tunalipeleka kwenye ngazi zingine za baraza la mawaziri, halafu baadaye liende bungeni. Lakini tupambane nao, na tutapambana nao. Njia nyingi zimetajwa hapa, lakini ziwa lile lilindwe, samaki walindwe, halafu watumike kupambana na umaskini. Na hapa baadhi ya wadau wa uvuvi akiwemo mbunge wa jimbo la Musoma Vijijini Profesa Sospita Mwongo amesema kama serikali itaimarisha uvuvi kwa njia ya vizimba itasaidia kuondokana na uvuvi haramu. Sisi Musoma Vijijini labda la kutoka nalo hapa kwenye upande wa vizimba bado ni vichache. Nyie na watu wa Kenya mjadiliane kuhusu mambo ya vifaranga, hawa watu wakija kununua isionekane ni vya magendo. Kinachosukuma watu kufanya uvuvi haramu ni nini? Na kwa nini hauishi? Ni umaskini wa kipato. Yaani tukiwaza tu kuwakamata wale wavuvi haramu hatuwezi kumaliza, ndio maana haujaisha. Tufike sehemu sasa kuiondoa nchi kutoka katika sehemu na kuipeleka sehemu pazuri, sio unacheka. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Wanawake mkoani Morogoro wametakiwa kushirikiana kwa pamoja na kudumisha umoja na mshikamano ili kuchochea maendeleo ya wananchi sambamba na kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na Katibu wa Chama cha Mapinduzi sehemu wilaya ya Morogoro mjini Twalib Belege wakati wa baraza la kikanuni la wafanyakazi wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Morogoro, na kusisitiza kuwa umuhimu wa wanachama kuwa pamoja kuepuka mgawanyiko inaweza kudhoofisha maendeleo. Nendeni mkaendeleze mshikamano mlionao. Msikubali kugawanywa. Muwe wamoja, muwe na mshikamano huu. Na sisi wanawake wa Morogoro mjini tutaendelea kumpa rais wetu ushirikiano wa kutosha kwa 100%. Tuko tayari kumlinda, tuko tayari kumtetea, tuko tayari kumsemea na yale mambo mengi mema
anayoyafanya ndani ya taifa letu, hususan ndani ya wilaya yetu ya Morogoro mjini. Tutaendelea kudumisha mshikamano, upendo, umoja, tukimwombea Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kuyafanya mema ndani ya kipindi chake cha uongozi wa miaka 5 ijayo katika taifa letu la Tanzania. Josephine Kapoma, mbunge wa viti maalum mkoa wa Morogoro, anasema viongozi wanapaswa kufanya kazi kwa bidii na kwa vitendo ili wananchi waone matokeo chanya ya uongozi wao. Kwa sababu ifike sehemu watu tuchaguliwe kwa kupimwa kazi zetu. Natamani ifike sehemu useme bwana Josephine Salma Mbandu, wewe hata shilingi 10 yako hatuitaki. Kwa kazi ulizozifanya tunataka uendelee na fomu tunakuchukulia. Kwa hiyo nadhani ifike sehemu, waheshimiwa madiwani, tubadilishe jinsi tulivyokuwa tunafanya mambo. Tujitahidi kuwasikiliza wenzetu, fursa zinazowazunguka maeneo yao. Utunzaji wa mazingira utatufanya manispaa yetu kusiwe na tabu ya maji. Tusifanye shughuli za kibinadamu kando ya mito ambayo ni mita 60 kutoka mto husika. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Asante sana Jimmy Mengele. Ndege ndogo ya jeshi la wanamaji la Mexico iliyokuwa ikimsafirisha mgonjwa mchanga pamoja na watu wengine 7 ilianguka siku ya Jumatatu karibu na Galveston, Texas na kusababisha vifo vya watu 5. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la pwani ya Texas ambapo mabaki ya ndege yaliangukia majini na kuanzisha operesheni kubwa ya uokoaji na ufuatiliaji. Timu za dharura kutoka Marekani na Mexico zilishirikiana kuchunguza eneo la tukio na kutafuta manusura wowote walioweza kuokoka baada ya ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ndege hiyo ilikuwa kwenye safari ya matibabu ikimsafirisha mgonjwa mchanga kwa ajili ya matibabu maalum. Hata hivyo, sababu za ajali bado hazijafahamika mara moja na uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kubaini kilichosababisha ndege kupoteza mwelekeo na kuanguka. Mashuhuda walisema waliona ndege ikishuka kwa kasi kabla ya kuanguka baharini, huku vikosi vya ulinzi wa pwani vikikimbilia eneo hilo muda mfupi baadaye. Boti, helikopta na wapiga mbizi walitumwa kusaidia juhudi za utafutaji katika maji ya Ghuba ya Mexico. Maafisa wameeleza kuwa uchunguzi unaendelea na taarifa zaidi zitatolewa kadri uchunguzi unavyoendelea. Tukio hilo limeacha huzuni kubwa kwa familia za wahanga na limeibua maswali mapya kuhusu usalama wa safari za ndege za dharura katika eneo hilo. Naam, bado unaendelea kutazama taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus mtazamaji, na sasa tutazame taarifa nyingine ambayo inaeleza kwamba mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora Dr. John Pima amewatahadharisha walimu waliopewa dhamana ya kusimamia miradi ya maendeleo kwenye shule zao kutojihusisha na vitendo vya udanganyifu wakati wa manunuzi ya vifaa vya ujenzi, kwa kuwa atakayebainika, halmashauri haitosita kumchukulia hatua kali za kisheria kutokana na vitendo hivyo vinavyorudisha nyuma jitihada za serikali katika kuboresha sekta ya elimu. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa kamili. Dr. Pima ametoa tahadhari hiyo wakati wa kikao kazi na walimu wa shule za msingi na sekondari zote za manispaa ya Tabora wenye lengo la kuanza maandalizi mapema ya msingi mpya wa masomo katika kuboresha sekta ya elimu manispaa ya Tabora. Zile za nyumbani unapojenga wewe au kwenye jamii unapokaa, tiles zinauzwa shilingi 45,000. Wewe unaenda kununua za shule unaosimamia tiles kwa shilingi 78,000. Lazima tukuchukulie hatua. Kwa maana hiyo ni wito tu kwamba fedha inayokuja haileti kwenye shule yako peke yako. Wilaya zingine nchini wamemaliza, wamejenga, wamemaliza maabara, wameweka na meza, wameweka na vigoda, wameweka na kila kitu. Halafu wanaripoti wamebakiza shilingi labda milioni 2. Manispaa ya Tabora boma limekamilika, halafu meza hazijakamilika, halafu hakuna kilichowekwa. Hapa nakwambia kwamba tunadaiwa milioni 18. Ndio maana tumesema kwamba lazima hizo fedha uzitafute, sisi hatutakuacha. Hata hivyo, baadhi ya walimu wamebainisha mikakati yao katika kuhakikisha
wanatimiza wajibu wao, ikiwa ni pamoja na kusimamia ipasavyo miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yao kama ilivyo adhima ya serikali. Sio uzalendo wa Mtanzania, na jambo hilo ni sio zuri. Mtu kujiongezea simenti inauzwa shilingi 19,000 anaongeza inakuwa 23. Huo sio uzalendo na maadili ya ualimu. Tunatekeleza haya mambo kwa sababu ya kitu fulani. Nimeletewa hela mimi kama mwalimu, kwa imani yangu. Unakuta nyumba yangu unanunua, naenda paka dukani kubembeleza bei anishushie. Lakini inapokuwa jengo la serikali au hichi kitu kinafanywa na serikali, nijiongezee ili nipate. Kwa hiyo kiuhalisia inatakiwa mtumishi akiharibu sehemu moja awajibishwe kwenye eneo aliloharibu badala ya kumhamisha kumpeleka eneo jingine, kwa sababu pale unakuwa hujatibu tatizo, umembeba mtu na matatizo yake umempeleka kwenye eneo jingine. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Na moja kwa moja taarifa hiyo ya Pendo Salu inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea hapa utakuja kutazama habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Salma Shabani, endelea kubakia hapo hapo.